Shalom watakatifu. Bado naendelea kuongelea habari ya kuzaliwa mara ya pili, ambapo jana pia niliongelea habari hii nikasema kuzaliwa mara ya pili ni kubadilisha asili kutoka kwenye asili ya Adamu kwenda kwenye uungu, yani kufa kwenye ubinadamu na kuhuika kwenye uungu. Hatuzaliwi mara ya pili kutoka Msukuma kwenda Mgogo, hatuzaliwi mara ya pili kutoka Masai kwenda Mkuria, ila tunazaliwa mara ya pili kutoka kwenye ubinadamu kwenda kwenye uungu. Tunazaliwa mara ya pili kutoka kwenye ubinadamu kwenda kwenye uungu. Na nikumbushe kitu kimoja ambacho unatakiwa kukijua, kwamba kwa kuzaliwa tu mara ya kwanza na Adamu, una matokeo yote ya upande huo kwenye asili hiyo ya Adamu. Kwenye asili hiyo ya Adamu unahuzunika bila kuomba, una laana bila kuomba, una hatia bila kuomba, na unakufa bila kuomba. The same pia unapozaliwa mara ya pili kwenye upande wa Adamu wa pili, Adamu wa pili ambaye ni Kristo. Unapozaliwa mara ya pili huko, maana yake vya upande huo huhitaji kuomba, huhitaji kuomba uzima, huhitaji kuomba afya, huhitaji kuomba ulinzi, kwa maana vyote vimo ndani. Yani kwa kuzaliwa tu unavipata, kwa kuzaliwa tu na Kristo unavipata vyote hivyo. Huhitaji kuomba afya, huhitaji kuomba ulinzi, huhitaji kuomba nguvu, huhitaji kuomba baraka, kwa sababu vyote vimo ndani ya Kristo. Yeye ni vyote. Wakolosai 1:16 inasema yeye ameshikana na vyote, yani vyote vimeshikana na yeye. Kwa hiyo kama vimeshikana na yeye, ina maana ndani yake hakuna upungufu wa aina yoyote.